Karibu tuzitazamia habari za kimataifa. Langu jina ni Godbless Kombe. Wimbi kali la joto limeikumba Tunisia, huku joto likikaribia nyuzi joto 50 na kuvunja rekodi katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa ya Tunisia, wimbi hilo la joto limefikia kiwango chake cha juu siku ya Ijumaa baada ya siku kadhaa za ongezeko kubwa la hali ya joto. Mkoa wa Kairan umeripotiwa kufika nyuzi joto 49.7, ukivunja rekodi ya awali ya nyuzi joto 49.2. Mkoa wa Zagwan nao umeripotiwa kufikia nyuzi joto 48.6, kiwango ambacho ni cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa katika eneo hilo. Joto hilo limewaathiri zaidi wafua vyuma na waokaji wa mikate ya jadi ambao hulazimika kufanya kazi karibu na majiko ya vifaa vinavyotoa joto kali. Wakazi wengi wamekuwa wakitafuta njia za kujikinga na joto kwa kunywa maji mengi na kuelekea katika maeneo yenye vivuli na bustani, huku wengine wakikimbilia kwenye fukwe na maeneo ya kuogelea ili kupunguza athari za hali hii. Tukitazamia kwingineko, mastaa wakubwa duniani watumbuiza fainali za kombe la dunia licha ya show hiyo kukosolewa. Onesho la mapumziko katika fainali ya kombe la dunia 2026 limeibua mjadala miongoni mwa mashabiki wa soka na burudani, huku baadhi wakilipongeza na wengine wakihoji nafasi ya maonesho hayo katika mchezo wa soka. Onesho hilo limekutanisha wasanii mbalimbali wa kimataifa akiwemo Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Post Malone